Baada ya miezi mitatu ya mawasiliano yasiyokoma, siku ile ilifika. Siku ambayo nilikuwa naogopa kuiota, lakini pia niliitamani kwa moyo wangu wote. Aliniambia kwa uhakika, narudi kwa ajili yako. Safari hii si ya mapumziko, ni ya maisha. Nilisimama Kilimanjaro International Airport, moyo wangu ukipiga kwa kasi, mikono ikitetemeka. Ndege ilipotua, macho yangu yalikuwa langoni tu. Watu walikuwa wanapokeleana kwa furaha, wengine wakikumbatiana kwa machozi. Lakini dunia yangu ilisimama pale nilipomwona akitokea. Alipotabasamu, nilijua. Hakukuwa na shaka tena. Aliniacha hata mizigo yake, akakuja moja kwa moja akanikumbatia kwa nguvu. Kumbatio la mtu aliyerudi nyumbani. Nimerudi Dina, akasema kwa sauti iliyotikiswa na hisia. Nikajikuta nalia bila aibu. Karibu, nikamjibu. Nilikuwa nakusubiri. Tulielekea hotelini. Usiku ule haukuwa wa kelele, ulikuwa wa mipango. Tulikaa tukizungumza kuhusu maisha, ndoa na safari ijayo. Siku zilizofuata zikajaa harakati. Tulitafuta mwanasheria, tukapata maelekezo ya kufunga ndoa kisheria. Kila hatua ilikuwa mpya, lakini ilikuwa sahihi. Aliwafahamu ndugu zangu, alizungumza nao kwa heshima, kwa unyenyekevu, aliwalipa mahari, akaheshimu mila na desturi zetu. Pale ndipo nilipoona sio tu ananipenda, bali ananichukua kama mke. Tulipoivisha saini ndoa yetu, nilishika karatasi kwa mikono inayotetemeka. Nilikuwa mke, ndoto yangu ilikuwa imegeuka kweli. Wakati wote huo, tayari nilikuwa na passport. Kipindi cha mawasiliano alikuwa akinitumia pesa, akinisisitiza, andaa nyaraka zako, nataka uwe tayari. Hatukukimbizana na muda, lakini muda ulikuwa upande wetu. Tulipoanza kufuatilia visa, nilikuwa na hofu kidogo, lakini bahati ilitabasamu. Nilipata visa ya kuandamana naye kwenda Swaziland. Niliposhika pasipoti yangu yenye visa, nililia kwa furaha. Nilikuwa naenda kuanza maisha mapya, sio kama mgeni, bali kama mke. Safari yetu ilikuwa ndefu. Tulibadilisha ndege, tukakaa viwanjani, tukashikana mikono kama watoto wanaogopa kupotezana. Kila tulipopanda ndege mpya, nilihisi kama tunazidi kusogea karibu na maisha tuliyoyaota. Tulipofika Swaziland, nilishangaa uzuri wa nchi ile. Milima iliyotulia, kijani kilichotanda, hewa safi iliyojaa amani. Haikuwa nchi ya makelele, ilikuwa nchi ya utulivu. Watu walikuwa wapole, maisha yalitembea taratibu. Maisha ya mume wangu hayakuwa ya anasa kupita kiasi. Alikuwa mtu wa wastani, mwenye kazi yake, mwenye ratiba, mwenye nidhamu. Nyumba yake haikuwa ya kifahari sana, lakini ilikuwa ya joto, nyumba ya amani. Nilijifunza haraka kuwa furaha haiko kwenye ukubwa wa nyumba, bali kwenye usalama wa moyo. Nilianza maisha mapya, kujifunza, kuzoea, kukua. Kulikuwa na changamoto ndogo ndogo, lakini kulikuwa na mapenzi, heshima na mazungumzo. Kila nilipokumbuka nilikotoka, nilitabasamu. Safari yangu haikuwa rahisi, lakini ilikuwa ya kweli. Na leo nikitazama nyuma, naweza kusema kwa sauti ya uhakika. Mapenzi ya kweli hayaji kwa haraka, hayaji bila maumivu, lakini yakiamua kukaa, hubadilisha maisha. Mzungu wa ndoto zangu haukuwa ndoto tena, alikuwa mume wangu. Safari yangu ilinifundisha kuamini, lakini pia kujithamini. Asante kwa kufuatilia simulizi hii mpaka mwisho. Kila siku tunakuandalia hadithi mpya zenye msisimko, mapenzi, visa, mafunzo na matukio ambayo hutakiwi kuyaacha yapite. Hapa ndio mahali pekee unapopata simulizi zilizoshikana, zenye ladha ya kipekee na zinazokufanya utamani kusikia sehemu inayofuata mara moja. Kama umependa stori ya leo, basi hakikisha unabofya kitufe cha subscribe, ushike pia alama ya kengele ili kila simulizi mpya inapowekwa uwe wa kwanza kuipokea. Kila siku tunakuletea visa vipya vya kusisimua, vya kuhuzunisha, vya kupendeza na vingine vya kukushangaza kiasi cha kukufanya utake kusikiliza tena na tena. Usipitwe na safu ya hadithi kubwa tunazoziandaa zinakuja, kila moja ikiwa tamu kuliko iliyotangulia. Hivyo, kaa karibu nasi, subscribe sasa na tuendelee pamoja kwenye dunia hii ya simulizi zisizoisha. Asante kwa kutazama na karibu tena kwenye simulizi inayofuata.